Tusalie katika maandamano na kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amekashifu serikali kwa kuweka vizuizi barabarani ili kuzuia Wakenya kutekeleza uhuru wao wa kikatiba wa kuandamana. Akizungumza katika kaunti ya Kisii alipofungua rasmi ofisi ya chama chake tawi la Getutu Chache, Karua vilevile aliwaonya vijana dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu katika mikutano ya kisiasa. Maria Sebastian anatuarifu. Huku baadhi ya viongozi wa kisiasa, wanaharakati na Wakenya wakiandamana kwa amani kuadhimisha siku ya Sabasaba nchini, kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua alikuwa eneo la Gusii akifungua ofisi ya chama chake tawi la eneo bunge la Getutu Chache, kaunti ya Kisii. Kiongozi huyo akitumia fursa hiyo kuwakosoa maafisa wa polisi kwa kuweka vizuizi barabarani maeneo mbalimbali nchini ili kuzuia maandamano ya Sabasaba. Sabasaba was the peak of the second liberation. We were so near yet so far. People lost lives, others were arrested, some were beaten up. We remember fondly that it is their footsteps that gave us the Constitution of 2010. We must safeguard the gains in the Constitution. We should never be stopped from expressing our rights, our views. So long as we do it peacefully, the government should never elect blockades like they have throughout the country today. Karua amesema katiba ya mwaka 2010 inatoa uhuru wa kuandamana na kuwataka maafisa wa usalama kutoa ulinzi kwa waandamanaji badala ya kuwazuia kutekeleza uhuru wao wa kikatiba. Karua pia amewaonya vijana dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu katika mikutano ya kisiasa, akisema ni hulka iliyopitwa na wakati. Tutauza sera zetu, hatutauza matusi, hatutauza utengano, na watu wakome mambo ya gunism. Na vijana wetu waelewe uhai wao ni wa muhimu kushinda pesa yoyote. Pesa gani au ngapi unaweza patiwa uharibu maisha yako, ujeruhiwe au ufariki, kama kijana alifariki pale Nairobi, yule alishutiwa ndani ya gari ya principal secretary. Ametoa changamoto kwa viongozi wa serikali, haswa Wizara ya Usalama wa Ndani, kuhakikisha kuwa wanatatua tatizo la wahuni nchini. Wale wako kwa serikali, jukumu la kumaliza gunism ni lenu. Ninyi ndio mnasimamia askari polisi, nasi tuko upande wa upinzani. Kama iko mmoja wetu wako na gunism, zote tuache hiyo mambo. Kenya ni yetu. Naweza kuishi bila kuwa kiongozi ameteuliwa, lakini siwezi kuishi bila nchi. So let us keep peace in Kenya. Sebastian Maria, Undugu TV.